Siku za hivi karibuni kumekuwa na kuzorota kwa mahusiano kati ya Uingereza na Marekani kutokana na msimamo wa Uingereza kutokubaliana na vita ya Marekani dhidi ya Irani ambayo Marekani inashirikiana na Israeli. Sasa mfalme wa Uingereza amefanya ziara muhimu kabisa nchini Marekani na kutoa hotuba katika bunge la Marekani. Sasa hapa nataka nikupitishe katika mambo kadha ambayo ni muhimu katika hotuba ya mfalme huyo wa Uingereza. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC, ziara ya mfalme Charles wa tatu Uingereza nchini Marekani ilikusudiwa kuwa ni sherehe ya maadhimisho ya miaka 250 ya uhuru wa Marekani na uhusiano wa kudumu na maalum kati ya Uingereza na Marekani, lakini pia imetajwa kuwa ziara ya kuweka mambo sawa. Hali ya sasa ya uhusiano wa Marekani na Uingereza imezorota kutokana na Uingereza kutounga mkono vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Kwa hiyo lengo la mfalme ni kupunguza mvutano huo, hasa kwa hotuba yake katika bunge la Marekani. Mfalme amezungumzia upatanisho na kuanza upya kutokana na karne nyingi za mwingiliano kati ya mataifa hayo mawili, mada aliyokuwa ameirudia baadaye kwenye karamu ya serikali ya ikulu pale White House. Ilikuwa ni hotuba ya kwanza ya kifalme kwa bunge la Marekani tangu Malkia Elizabeth wa pili alipozungumza katika jengo la bunge ya Capitol mwaka 1991. Cha kwanza kabisa muhimu ni kukiri kuwepo kwa mvutano. Kukubali kwamba kuna tatizo ni hatua ya kwanza ya kuondoa tatizo. Mfalme Charles alianza hotuba yake kwa kutazama moja kwa moja katika nyakati za mivutano zinazoikabili Marekani na Uingereza. Amezungumzia migogoro ya Mashariki ya Kati, Ulaya, vyanzo vya mzozo na hivi karibuni kati ya Marekani na Uingereza, huku pia akibainisha tishio kwa demokrasia ambalo lilisababishwa na aina ya vurugu za kisiasa zilizotokea wakati wa chakula cha jioni cha waandishi wa habari katika ikulu ya Marekani siku chache zilizopita. Kuanzia hapo, mfalme alianza kuzungumza ukweli kwamba Marekani na Uingereza hazina msimamo sawa muda wote. Nikinukuu hapa, nasema kwamba tukikumbuka siku ya uhuru wa Marekani, tunaweza kukubaliana kwamba hatukubaliani kila wakati. Hitimisho lake ni kwamba mataifa hayo mawili yanapokuwa katika mpangilio mmoja yanaweza kufanya mambo makubwa, sio tu kwa faida ya watu wa Marekani na Uingereza, bali pia kwa watu wote duniani. Lakini pia kazungumzia kuhusiana na nguvu ya madaraka, ambapo mfalme Charles wa tatu amebainisha kwamba nguvu za utendaji zinategemea mizani, kama ilivyo desturi ya sheria za Uingereza, kama ilivyobainishwa katika mkataba wa Magna Carta ambao ndio msingi wa katiba ya Marekani. Kwa kauli hiyo, alipokea makofi mengi ya kusa na watu wakisimama wakifurahi kwa msisimko. Shangwe lilianza upande wa chama cha Democratic kabla ya kuenea katika chumba kizima. Wakosoaji wa Donald Trump wamekuwa wakimkosoa rais huyo mara kwa mara kwa kile wanachokiona kama matumizi mabaya ya madaraka. Hisia kwamba rais anapaswa kuwa na mizania ya madaraka ni mojawapo ya hisia zilizochochea maandamano ya hakuna wafalme ambayo yamevutia maelfu ya watu kote nchini katika mwaka uliopita. Baada ya mfalme kumaliza hotuba yake, moja ya mistari yake ya mwisho ilisababisha baadhi ya minunguniko ndani na watu kukubali alichokuwa kimesema kwa wasiwasi hasa kutoka upande wa Democratic, ambapo alisema kwamba tangu uhuru kauli za Marekani zina uzito na maana. Mfalme alisema matendo ya taifa hili kubwa yana umuhimu zaidi. Sasa kauli hii kwa upande wa Democratic wakilinganisha na kile ambacho kinaendelea hivi sasa anachofanya rais Donald Trump ambaye anatoka katika upande wa Republican, kuna namna ilipunguza makofi ndani ya ukumbi. Wa Democratic wamekuwa wakosoaji mara kwa mara wa maneno ya rais Trump na jinsi anavyotoa hayo maneno pamoja na matendo yake kwa ujumla. Wafuasi
wa uliberali ni miongoni mwa hadhira huenda walimwona mfalme kama akitoa ujumbe wa onyo kwa taifa la Marekani, huku wakiwapa nafasi ya kuelezea hisia zao za kile ambacho kinaendelea ndani ya Marekani. Lakini vipi kuhusu kuunga mkono NATO na muungano wa Ulaya? Akimnukuu waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Henry Kissinger, mfalme alizungumzia ushirikiano wa Marekani na Ulaya na akasema haikuwa mara ya kwanza miongoni mwa washirika wa Marekani barani Ulaya kwamba wakati pekee ambao NATO ilijipanga kulinda moja ya nchi wanachama ilikuwa ni baada ya mashambulizi ya kigaidi ya 9/11 yaliyofanywa na Al-Qaeda. Rais Trump pia alidhihaki jeshi la wanamaji la Uingereza ambao kwa muda mrefu ni jeshi la kujivunia la ufalme. Alizita meli zao vinyago na akasema meli zao za kubeba ndege hazifanyi kazi vizuri. Sasa Mfalme Charles III ambaye alihudumu kwa miaka 5 katika jeshi la wanamaji wa Uingereza aliutaja muda wake katika jeshi hilo kwamba amekaa muda mrefu, ana uzoefu, na kisha kuzungumzia faida za uhusiano wa usalama na ujasusi kati ya mataifa hayo mawili kwa maana ya Uingereza na Marekani, hali kadhalika Amerika na Ulaya. Pia alitaja mabadiliko ya hali ya hewa, swala ambalo limekuwa likimsumbua kwa muda mrefu, kuanzia kina cha bahari cha Antarctic hadi kwenye barafu inayoyeyuka ya Arctic. Kujitolea na utaalamu wa vikosi vya jeshi vya Marekani na washirika wake huko katikati ya NATO, tukiahidiana ulinzi, tukiwalinda raia na maslahi yetu, tukiweka Wamarekani na watu wa Ulaya salama kutokana na maadui zetu, aliongeza huyo Mfalme Charles. Lakini vile hakuwataja waathiriwa wa zile nyaraka za Jeffrey Epstein, hakuwataja kabisa. Ukiacha masuala ya siasa za kimataifa, moja ya maswali makubwa yaliyohusu ziara ya Mfalme Charles yalihusu ikiwa labda atamtaja mhalifu wa zile video chafu za Jeffrey Epstein katika hotuba zake au kuwataja waathiriwa wake, lakini hakufanya hivyo. Jambo la karibu zaidi ambalo alilizungumzia ni kuhusu hitaji la kuwasaidia waathiriwa wa baadhi ya matatizo ambayo yanatokea, hasa yale ya kusikitisha ambayo yapo katika nchi ya Marekani na Uingereza. Kwa wale waliomtaka mfalme akutane na manusura wa Epstein akiwa Marekani, maoni hayo pekee yanaweza kuonekana kama ni kauli dhaifu kwa sababu hakutamani kufanya hivyo. Mwaka jana, kutokana na mapingamizi ya utawala wa Trump, bunge la Marekani lilipitisha sheria inayoagiza kutolewa kwa faili zilizoshikiliwa na serikali ya Marekani zinazohusiana na uchunguzi wa dokumenti za Jeffrey Epstein. Faili hizo zilisababisha ufichuzi mpya kuhusu uhusiano kati ya Epstein na matajiri na watu wenye nguvu, akiwemo balozi wa zamani wa Uingereza nchini Marekani Peter Mandelson na kaka yake Mfalme Andrew Mountbatten Windsor. Kwa sasa sakata la Epstein limekuwa na athari kubwa zaidi nchini Uingereza ikilinganishwa na Marekani, ambako ni watu wachache sana katika nafasi za madaraka ya kisiasa wamekabiliwa na matokeo mabaya ya sakata hilo. Hata kama mada hiyo haikujitokeza wakati wa hotuba, suala hilo halijafifia kutoka kwenye vichwa vya habari na habari kamili huko Marekani kuhusu suala hilo ambalo linaweza kuwa bado halijaibuka inavyotakiwa. Lakini pia mfalme hakuacha masuala ya ucheshi kwa kuzingatia malengo ya mfalme juu ya mustakabali wa uhusiano wa Marekani na Uingereza. Hotuba yake wakati mwingine ilikuwa na ucheshi sana ndani yake. Alianza hotuba yake kwa maneno yanayonukuliwa mara kwa mara na kunukuliwa muda mwingine vibaya kutoka kwa Oscar Wilde kuhusu Marekani na Uingereza kuwa zinafanana kila kitu isipokuwa lugha moja. Alitania kuhusu mbunge wa bunge la Uingereza ambaye alishikiliwa kama mateka wakati mfalme anapokuwa anazungumza huko Westminster, na kauliza kama kuna mtu yeyote katika bunge la Marekani ambaye alijitolea kwa kazi kama hii, angejitolea kwa kazi kama hiyo hii leo. Pia alisema kuhusu jinsi uhuru wa Marekani ulivyo wa muda mrefu, kwa maana ya tayari umefikisha miaka 250
kama Uingereza, na hakujua kwamba hakuja Marekani kama hatua ya ujanja ili kurejesha utawala wa Uingereza. Huenda labda kukawa na mvutano kati ya Marekani na Uingereza kwa sasa, lakini siku ya Jumanne ambayo imepita, mfalme anaonekana kufanikiwa kupunguza mvutano ambao ulikuwa unaonekana kuwepo kati ya Marekani na Uingereza. Na ukumbuke kwamba moja kati ya nchi zenye nguvu duniani pia ni Uingereza. Na ukumbuke huyu miaka ya 1900 huko, huyu alikuwa ni super power kama ambavyo inashuhudiwa kwa Marekani, China, Russia na mataifa mengine duniani, lakini mpaka hivi sasa bado huwezi kumwondoa kwenye zile nchi kubwa duniani zenye uchumi wenye nguvu. Yote kwa yote, tukae tusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea kuhusiana na vita ya Irani, Israeli na Marekani ambayo inaendelea kwa hivi sasa, mara baada ya kuwa hotuba ya Mfalme Charles wa 3 wa Uingereza imetolewa. Je, Marekani anaweza karudisha hatua kadhaa nyuma? Je, anaweza kaendeleza kushinikiza NATO kwamba imsaidie au isimsaidie na vitu kama hivyo? Ni swala la muda tu. Weka maoni yako hapo chini, twende sawa.